Tovuti rasmi ya Rais William Ruto imedukuliwa na ukurasa wake wa mwanzo umeharibiwa kwa kuweka ujumbe unaomlenga rais na kudai malipo ya fidia kwa njia ya Bitcoin. Ukaguzi uliofanywa na Kenyans.co.ke kwenye ukurasa wa mwanzo wa tovuti hiyo ya president.go.ke ulionyesha kuwa maudhui rasmi yalikuwa yameondolewa na badala yake kuwekwa ujumbe wa dharau unaomlenga mkuu wa nchi. Ukurasa huo ulionyesha madai dhidi ya Ruto, anwani ya mkoba wa sarafu ya kidijitali yani cryptocurrency wallet na agizo la malipo, huku wadukuzi hao wakitishia kutoa taarifa ambazo hazikutajwa iwapo matakwa yao hayatatimizwa. Nikinukuu ujumbe huo kwenye ukurasa ulioharibiwa ulisema, "Huu ni ujumbe wa tatu kwako. Kabla hatujavujisha kila kitu kukuhusu, fanya malipo ya Bitcoin kwenye mkoba wa Bitcoin ikiwa unataka amani kabla ya saa 12 jioni hii." Mwisho kunukuu. Katika taarifa fupi kwa chapisho hili siku ya Jumamosi ya Julai 18 ya mwaka huu 2026, ikulu ya serikali ilithibitisha kuwa ilikuwa inajua kuhusu udukuzi huo na kusema timu yake ya tehama ilikuwa ikishughulikia swala hilo. Nikinukuu, ikulu ya serikali imesema, "Ikiwa ikulu ya serikali itaheshimu mahitaji ya fidia, hesabu zetu zinaonyesha kuwa hazina italazimika kulipa kiasi cha shilingi milioni 41,337,872 za Kenya, sawa na dola 300,000 za Kimarekani, ambazo ni zaidi ya milioni 838 za Kitanzania. Hii inatokana na kiwango cha ubadilishaji ambapo Bitcoin moja inafanya biashara kwa takriban pesa ya Kenya shilingi milioni 8,267,574.48. Wadukuzi walibadilisha bango la tovuti wakionyesha ujumbe uliorejelea majina ya watu watatu, huku chapa rasmi ya ikulu ikiendelea kuonekana nyuma. Tukio hilo limeibua wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu ya kidijitali ya serikali, kwani bado haijulikani wazi ikiwa uvujaji huo uliwekwa kwenye ukurasa wa mbele wa tovuti au ulienea kwenye mifumo yake ya nyuma. Tukio la hivi karibuni si mara ya kwanza tovuti za serikali ya Kenya kulengwa katika shambulio la mtandaoni. Mnamo mwezi Novemba mwaka jana, tovuti kadhaa zinazomilikiwa na wizara na mashirika ya serikali, ikiwa ni pamoja na afya, elimu, kazi, mazingira, tehama, utalii, mambo ya ndani na ikulu, ziliathiriwa katika shambulio lililoratibiwa. Washambuliaji waliharibu tovuti zilizoathiriwa kwa kubadilisha maudhui rasmi na jumbe zisizoidhinishwa na kufanya milango kadhaa ya serikali isipatikane. Usumbufu huo uliathiri huduma muhimu za mitandaoni zinazotegemewa na umma, huku baadhi ya tovuti zikionyesha kauli mbiu kali na maudhui mengine yasiyoidhinishwa. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi na Hazina ya Kitaifa zilikuwa miongoni mwa taasisi zilizoripotiwa kutoathiriwa na shambulio hilo la mtandaoni. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.